فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وعلينا معهم وعلى جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله العظيم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika safari yake tukufu ya kwenda zake Mi'raj, tuko naye hapa akiwa uwingu wa pili. Tumezungumza kwa urefu mambo yaliyotokea katika uwingu wa pili, na pahali tulipofikia ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapa alionana na Nabii Allah Isa na Nabii Allah Yahya. Sasa tunamzungumza huyu Nabii Allah Isa katika hawa watu wawili. Nabii Allah Isa na Nabii Allah Yahya ni watu waliokuja wakati mmoja, miaka 2000 hapo takriban walikuwa hapa duniani wote wawili, na mzee Zakaria alikuweko. Habari zinazotufikia sahihi ni kwamba Nabii Allah Yahya ni mkubwa wa Nabii Isa kwa mwaka mmoja takriban, na walikuwa ni jamaa. Hawa watu wawili ni watoto, mama zao walikuwa ni ndugu mmoja wa mama huyu na mmoja wa mama huyu, kwa hivyo walikuwa ni ndugu. Nabii Allah Isa amejifundisha mambo kadha wa kadha kwa ndugu yake Nabii Allah Yahya, ndiye alikuwa akimwandama sana wakifuatana. Nabii Allah Yahya kazi zake nyingi zilikuwa katika sehemu za Jordan. Utumi wake ulikuwa eneo lile ambapo Nabii Allah Isa akazuia hapa Palestina. Na kama ambavyo Mtume Muhammad amesema katika hadithi yake sahihi, ana aula nasi bi Isa ibn Maryam, mimi ndiye mtu mstari wa mbele kwa Isa mwana wa Maryam. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema ana aula nasi bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah, mimi ni mstari wa mbele, hakuna mtu atakayejifanya hapa mjua Isa zaidi ya mimi. Mimi tutashikana na Isa duniani na akhera, tutakuwa mimi na yeye mstari wa mbele, kama ambavyo Mtume ameeleza kwamba mitume wote ni watoto wa baba mmoja takriban, maana yake wanakuja katika nasaba moja. Ummahatuhum shatta, mama zao ni watu wanaweza kuwa mbalimbali, lakini wadinuhum wahid, na dini yao ni moja. Hakuna mtume kuwa na dini tofauti na mtume mwenzake. Waweza kuwa na mbinu tofauti katika kazi, lakini wote wanakuwa katika shughuli moja. Mtume katika mambo aliyojivunia kuhusu Nabii Allah Isa asema laisa baini wa bainahu nabiyyun, baada ya yeye kuondoka duniani hakukutokea hapa katikati yetu kulikuwa na nabii. Kwa hivyo ni mtume jirani yangu kabisa. Na upande mwingine katika hadithi sahihi Mtume asema, aliulizwa na masahaba, hasa wewe Mtume Muhammad, hebu tueleze mwanzo dunia ilijuaje habari zako, lini ulianza kutaja? Mtume amesema mambo matatu au mambo mawili maarufu. Mimi ni dua ya babangu Nabii Allah Ibrahim. Nabii Allah Ibrahim ndiye aliyemwambia Mwenyezi Mungu kwamba hawa watu wa Maka wajalie wapate mtume wao. Kutoka dua hii imeombwa
hakuna mtume alipatikana isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Watu siseme si alikuja Nabii Ismail. Wakati Mtume Muhammad akiombewa dua hii alikuwa Mtume Ibrahim na Ismail wako pamoja pale Maka. Kwa hivyo hii dua ilimhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ba'ath fihim rasulan minhum, kadhalika Qur'ani inavyosema. Na Mtume akasema mimi ni bishara ya Nabii Allah Isa. Nabii Allah Isa wakati mmoja amehutubia watu wake, akawaambia kwamba mimi naondoka, lakini msihuzunike, atakuja mtume baada yangu mimi. Yuko mtume mwingine anakuja ambaye jina lake ni Ahmad. Mtume Muhammad katika majina yake ni moja, jina lake ni Ahmad. Mtume Muhammad ana majina kadha wa kadha mengi sana. Inshallah siku ya kupanua majina yake tutaeleza. Kwa hivi tuna umuhimu sisi Waislamu kujua habari za mtume huyu, na maadamu Mtume Muhammad katika baraza la mitume aliyopangiwa kuonana nao pale katika ile safari, mitume wa Mwenyezi Mungu ni wengi sana. Mitume ni wengi duniani, lakini wametengwa mitume 25. Qur'ani imezungumza juu ya mitume 25, na Qur'ani imesema minhum man qasasnahum alayk, kuna wale ambao tumekueleza habari zako Muhammad, habari zao. Kuna wale ambao hatukueleza habari zao. Sasa walioelezwa habari zao katika Qur'ani yetu ni mitume 25. Mtume Muhammad alipokwenda Mi'raj, wakapangwa mitume maalumu kuonana naye, ingawa wakati yuwashuka walifufuliwa mitume wote kufungua salati subh na Mtume Muhammad sallallahu. Mtume mpanda juu akaenda akapewa swala. Kurudi duniani, swala ya kwanza ya asubuhi alifufuliwa mitume wote waliokuwa wametumwa na Mwenyezi Mungu, akawaongoza katika swala rasmi iliyokuwa imeswaliwa pale Baitul Muqaddas. Akishuka chini aliwakuta wako tayari, wakati wa asubuhi umeingia, mtume akuswalisha. Hizi ndizo habari ambazo ziko. Kwa hivi tuna umuhimu wa kumjua Nabii Allah Isa ni mtume wetu, na kuna ndugu zetu wengi ambao ni wapya katika Uislamu, na hata wakukuu katika Uislamu wengi hawajui habari za Nabii Allah Isa. Wajua tu kwamba ni mtume kijuujuu, lakini mwenyewe Mwenyezi Mungu amemweleza. Kwa hivi maadamu ametajwa katika safari hii, tumeona kwamba kuna umuhimu wa kujua habari zake. Sasa nimewaeleza kwa urefu huko nyuma, hatuna haja ya kurudia, lakini tulifika pahali Bibi Maryam alipojiliwa na malaika kando amefanya shughuli zake pale msikitini, akatoka kwenda kwa shughuli nyingine, ambapo Mwenyezi Mungu asema hapa kwamba alikwenda upande wa idhin tabadhat min ahliha makana sharqiyya, alikwenda upande wa mashariki ya msikiti. Fatakhadhat min dunihim hijaban, akajihifadhi na wale watu wasimuone, alijifinika, akaenda akatafuta pahali pia pakawa kona ambapo haonekani na watu. Sasa hapo ukaja mtihani wa Mwenyezi Mungu. Fa arsalna ilaiha ruhan. Msikize sana Qur'ani inavyoleta visa vyake, haipotezi wakati kabisa. Mambo ya pauka pakawa akakuwa alikuwa kaja na mfalme. Qur'ani inakata direct to the point. Kwa hivyo hapa atuambia fa arsalna ilaiha ruhan, tukampelekea roho wetu, malaika wetu. Sasa mpango hapa ni kwamba Maryam yuko kando, akapelekewa kijana. Maanake malaika huyu Mwenyezi Mungu asema fatamathala laha basharan sawia, akawa ni binadamu, hakwenda kama Jibril, alikwenda kama mtu, basharan sawia, mtu sawa sawa. Mungu mwenyewe asema. Sasa mimi ndio nawaambia, sisi tuna desturi, mtu akiwa mzuri humwita malaika. Sisi hao watu na habari, mtu akiumbika vizuri, sisi humwita fulani kama malaika.
Malaika, malaika, nakupenda malaika, maanake alikuwa ameumbika yule. Msiniulize shekhe, nyimbo umeijua wapi? Tusimame hapo. Tuambiwa wenyewe ni nyimbo yetu iliyofaulu sana, malaika, malaika, nakupenda malaika. Sawa. Sasa je, ikiwa ni malaika mwenyewe alikwenda, malaika waweza kujigeuza watakavyo vizuri vizuri. Fatamathala laha basharan sawia, akishtuka muona kijana sawa sawa, handsome wa kweli. Maryam moja kwa moja akubambanya maneno, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, mimi mwanamke peke yangu hapa nilipo, namuomba Mwenyezi Mungu anihifadhi na wewe ikiwa wewe ni mcha Mungu, sitaki fujo. Akamwambia, oh excuse me, okay, how are you, vipi, huonekani vile, you know, poa, have a seat, hapa, feel at home here. Mambo ya first of all, let me introduce myself, you know, where do you work, you know. Tumefundishwa na hawafai watoto wetu kuwa na maneno mengi ya namna hiyo. Haya maneno mengi ndio yanaleta balaa nyingi. Amwambia, mimi sitaki mchezo, najihifadhi na Mwenyezi Mungu, sitaki. In kunta taqiya, ondoka. Tusikizana vizuri. Mtume atutolea kisa kimoja, atuambia kwa nini Maryam ametegemea mcha Mungu. Mcha Mungu ndiye mwenye adabu. Ucha Mungu ndio innamal mu'minuna, Mwenyezi Mungu asema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu. Waislamu wa kweli ni wale akitajwa Mwenyezi Mungu huambiwa inni a'udhu birrahmani mink, najilinda na Mwenyezi Mungu, sitaki mchezo. Tusikizana vizuri. Mtume atutolea kisa kinahusu vijana, asema katika waliokuwa kabla yenu walisafiri vijana watatu. Waliposafiri hawa vijana, bahati mbaya, kabla ya kumaliza safari yao ikafika jioni, ikabidi watafute pahali pa kulala. Hadithi sahihi. Wakaingia katika pango hivi jangwani, lakini wakapata pango wakajificha pale kwa sababu ya amani, pengine na mizigo na nini, wasionekane na watu, na kuna wanyama wabaya waweza kuwashambulia wakati wa usingizi. Wakaingia ndani ya pango. Wakiingia ndani, likashuka jiwe moja kubwa, ghafla likafunga ile mlango ile pango. Tusikizana vizuri vijana, hasa vijana ambao maona mambo yawezekani, wenzenu wamefanya. Na hiki kisa Mtume awaeleza nyinyi vijana, na Maryam hapa ni msichana mdogo. Sisi tutapata problem hapa, tumepata mashtaka mengi sana. Number 9, number 6 inapomaliza watoto wetu. Number 9, number 6 inapomaliza watoto wetu. Si mambo makubwa. Msana yuatiwa mimba just because ameambiwa kwa wewe umeumbika. Wewe umeumbika sana. Sasa kuambiwa umeumbika ni kibali cha wewe kutiwa mimba? Naumbika. So wewe huna habari kwamba umeumbika? Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, ni habari iko hiyo. Si habari ya kuambiwa katika namba 9 ndio uruke. Wow, is it? Yeah, okay, namba yangu hii. Ningesoma kisa hiki ndio tukaambiwa, wa man yashu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin. Ikiwa huna Qur'ani utaishi na mashaitani, maana huna kitu cha kukuongoza. Mtume sema, aambia watu na hasa watoto wa kike, idha ra'aytumul madahin
mkiwaona wale watu wa kuwasifusifu, hathu ala wujuhihim turaba, watie mchanga. Mtu akusifusifu, mtoto wa kike ambao kumwona mtu akusifusifu hivi shingo yako au juma shikio yako msijaona, ai wajua your voice ndio inaangusha kabisa, mwambie anguka upishe mimi nipite. Mimi silali kwa kula piriton, niachie maisha yangu. Lakini dunia tuambia mtoto wa kike ukisifiwa, say thank you, shukuru kwamba umesifiwa. Shingo yako ndefu, yeah, thank you. Na rangi yako pia mimi sijaiona kama hii, thank you. Utasema thank you ngapi wewe? Mtume anakuambia mtie mchanga mtu namna hiyo. Lakini leo mtoto aambiwa umeumbika, is it okay? Sijaambiwa mimi hivyo. Ala, na kitu kingine tena, nyele zako hizi enda choma nyele. Watoto wa kike wana gharama kubwa sana ya kuchoma na kuchemsha nyele daily, kwa sababu tu wameambiwa hata farasi hana hizi nyele. Nenda kwa farasi. Tusikizane vizuri. Sasa lazima tuwe na vyombo hivi mkitaka kuishi vijana. Sasa Mtume atuambia vijana, mlango ukafungika, hakuna namna ya kutoka kabisa, ni jabali kubwa lililofunga ni jiwe kubwa, watakufa hapa ndani, hawawezi kutoka, hakuna namna ya kulivunja. Sasa sasa jamaa, sasa atakatumlekee Mwenyezi Mungu ndio aweze kutuondolea balaa hii. Hakuna simu, hatuna mobile kama wakati huo atapiga jamaa, tuko pale kadha, tumepotea, mfanye hivi, mtuzingire, muangalie helicopter kama nini. Hakuna wakati wa nyuma. Na what to do ni kuwasiliana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuwasiliana na Mwenyezi Mungu tufanyeje? Tufanyeni tawassul. Tawassuli yetu tutawasal kwa ibada zetu, kila mtu katika sisi. Kama nimewambia kisa hiki na kirudia tena kwa sababu nataka kikae katika fikra za vijana. Ni matatizo ya kila asubuhi ya. Katika sisi kila mmoja ataje ibada ambayo ajua ibada hii alifanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu peke yake. Tusikizane vizuri. Kuna ibada nyingine tufanya kwa sababu Mwenyezi Mungu, lakini kuna nyingine za giangia wasiwasi kidogo. Mwangalie mtu anavyosali msikitini, umwangalie mtu anavyosali nyumbani kwake. Khushu yako sawa sawa kweli? Unavyosali msikitini na unavyosali nyumbani. Wengi wasali uchi nyumbani. Kuna bwana mmoja ambiwa atakasali magharibi, siku hizi akasirika sana siku hizi kwa sababu magharibi ya interfere na news saa moja. Tunajua ile tatizo tujui. Kwa hivyo haswali jamaa kwa swali wake. Sasa nyumbani usoweni mwanasiasa hawezi kukosa news. Akaambiwa na watoto wake, hayya ala salah al-fajr. Baba TV iko wazi. Acheni. Tutaswali namaliza sasa hivi. Akipiga salamu mbele watu wake, sije kama utairudia ile. Baba sio ulikuwa katika swala unajua unajua kwa wakati huu lazima news hasa saa hizi. Ingekuwa hapa msikitini tukifungua TV, ungeanza maandamano hapa. Ungekuwa mkali TV msikitini. Lakini wewe waswali mbele ya TV nyumbani kwako. Waswali mbele ya music nyumbani kwako. Waswali mbele ya munkar tofauti nyumbani kwako. Mtu amfanya khushu katika swala ya faradhi, mtu yule akipiga salamu huja kusali sunna. Huyu sunna msaliaye nani? Huyu yule msalia sasa hivi kwa shingo ya kukatika hapa alikuwa nani? Sasa kuna ibada nyingine, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Vitendo vyao naona akifanya hapa na akifanya nyumbani, kwa sababu hapa swali jamia lazima awe na taratibu, lakini akiswali nyumbani, akiswali hivi, unaona swala zile za kupuza sizo. Mtu ni hivyo, swali angalia news na hiyo swali. Tusikizane vizuri. Kwa hivi
Wakaanza, ni story ndefu, lakini story ambayo nataka kuikusudia hapa, kijana mmoja amwambia Mungu, Allahumma, Mwenyezi Mungu, sikiza nikwambie, maana sasa imefika shida kweli. Watu ukifika shida kweli uzungumza na Mungu sawa sawa. Wacha ile kupaka hapa kufanyaje. Mtu akila chuma kweli uweza kuzungumza na Mungu ukashangaa kweli, huyu ndiye fulani huyu, kwamba ndiye huyu. Akamwambia, Allahumma, ewe Mwenyezi Mungu, nisikiza vizuri nikupe habari. Mimi nilikuwa na mtoto wa ammi yangu nikimpenda, nikamtongoza akanikataa, nikajaribu sana kumchuni akadoji, nikamgoja akapatikana na shida, kama vile ambavyo wadosi wetu ungoja wasichana wakiwa na shida. Ambia wewe ringa, sasa hivi utatafuta kazi, ngoja tu. Wewe ringa, sasa hivi utakuwa unataka kwenda hivi. Utangojwa wakati una shida. Wengi ukipata habari hapa, tuko hapa information kusikia. Shida nyingi. Wasichana wanapata tabu juu ya wakishakuwa na tabu. Katika kutafuta mmoja tuambie, wallahi maneno atayasikizika. Sema sasa nimemaliza kusoma mimi, sasa natafuta kazi. Mtafanywa kazi nini sasa? Ambia hivi. Ambia dada zake, mimi Mwenyezi Mungu anihifadhi, mtahepa vipi? Bosi mmoja, mtoto wetu amekwenda hapa taka kazi, mbona umekuja na hii kitambara hii? Sisi Kiislamu. Hapana, sisi tutakupa kazi kubwa, tutakupa kazi kubwa. So okay, tunaichai Boulevard Hotel pamoja. Boulevard tena hapa sio kwenye kazi. Hivi ulivyokuja si fit. Na nataka kueleza story ya ile kazi vile atakafanya. Akazunguka na karatasi akaja hapa, ninaambia kwenda Boulevard jamaa. Boulevard na hii kazi, tukwambia mche Mungu rudi nyumbani na kala. Boulevard saa 10. Si adhuhuri angalau. Saa 10. Kila kukiwa saa 10, 10:30, 11 watarajia nini? Tusikizana vizuri. Na mambo mengi bala. Sasa akisema akafikwa na shida yule msichana. Msichana alipofikwa na shida akakumbuka kuna jamaa alikuwa akinichuni mimi na pesa anazo. Wacha njaribu. Akamwendea, nini? Nataka dinari 120. Akamwambia dinari 120 hizi. Lakini wakumbuka nini ule mpango wetu? Hamia msikupi. Pesa hizi hapa tubadilishane sasa. Tusikizane vizuri. Msichana hana namna, hakuna namna. Ni aidha nyumba yafungwa au ndio whatever tabu za dunia ni vitu tofauti. Sawa basi, ikiwa sipati pesa ila hivyo sawa. Mtume eleza, mtume. Na mtume hanielezi mimi mambo haya, sikunipata mimi kazi hiyo. Mambo haya yana wenyewe. Mtakuwa mameneja leo, kesho kutwa mtaon companies, mtaon madaraka. Na yule demu aringa mwache tu. Wangapi wamekosa kazi? Wangapi? Tusikizane vizuri. Msichana akakubali. Mtume asema, jamaa asema, mpaka wakati nishamuweka namna aekwavyo msichana ikiwa ataka kuingiliwa, nshavua na ngia. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ishakuwa na ingia. Ukimuwin demu namna hiyo waionaje? Ungekuwa wewe ungefanyaje? Kiko cha kukurudisha hapo na bude upasuke nyumba, na ikipasuka yaweza kupasuka juu ya mgongo huko ndani. Msichana mwambia jamaa, mche Mwenyezi Mungu,
usiingilie kitu kwa kinyume na haki yake. Usiniharibu, mimi ni bikra, usiniharibu kiharamu, mche Mwenyezi Mungu. Jamaa kutaja Mwenyezi Mungu. Sasa hapa ndio amwambia Mungu, wallahi nilifanya kwa sababu yako, kwa sababu msichana pesa nazo nishampa, ashakubali, ashavua, naingia, akakutaja wewe, nikarudi nyuma. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, mtu akiambiwa hili ni haramu, lakini mashekhe wamekhtalifiana, na mimi wajua nafanya hivi kwa sababu nakutesti, ndio mimi nataka kukuoa, wajua mimi nataka wewe ni moyo wangu mwewe, si tutakufa pamoja. Mambo ya kipuzi na upumbavu namna hiyo. Kuna excuses ngapi watu wanatoa? Amwambia muogope Mwenyezi Mungu, asema wallahi Mwenyezi Mungu, kama hili sikulifanya kwa ajili yako. Tusikizana vizuri. Usifanye tu mambo kwa ajili ya Mungu, swala na saumu tu. Kuna vitu vya kupata wewe na Mungu peke yake, wavijua wewe tu. Niliwaambia kile kisa cha yule jamaa kule River Road. Ametuni msichana, amemweka smart, wakafunga mlango. Msichana ndiyo afanya maasi, lakini kuna watu wengine waona kwamba Mungu aweza kutajwa tu pale popote. Msichana katika vijiromance vile akaanza, ya Allah mtume, ya Allah jamaa mwambie usiwataje hao. Mimi sio tu makimbia huko sasa, hapa mtaja Mungu na mtume, usiwataje hao. Mungu na mtume hataki mambo haya. Mimi na wewe tu hapa. Mwambie kirudi aje na mwimbaji, baada ya mwimbaji tu. Subhanallah. Kwa hivi kijana akarudi nyuma, asema nikarudi nyuma, nikavaa nguo zangu na pesa nikamwachia, nikamwambia nimekuacha, nenda katumie, kafanya haja yako kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivi jiwe likafunguka sehemu fulani, na wenzi wake wengine wakataja ni story ndefu. Sasa qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, qala inma ana rasulu rabbik. Jibril amwambia, la, si hivyo unavyofikiria Maryam, mimi ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu, li ahaba laki ghulaman zakia, nimekuja kukupa mtoto mtakatifu. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun. Maryam msichana mwenye dini yake, Jibrili amejitambulisha kwamba mimi sasa ni malaika wa Mungu, nimekuja hapa kwa mission ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakujali Maryam kumuuliza malaika, wanambia mimi nitapata mtoto, umekuja kunipa mtoto. Anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar, napataje mtoto mimi bila kuolewa? Akamwambia basi okay, iko kwa Mungu, iko kwa Bwana Godi, yuko bwana mmoja rafiki yangu, tulikuwa tukifanya kazi pamoja zamani. Siku hizo na mimi barabara kidogo, basi tukizungumza mambo ya kitototo, mambo nini. Ananiambia Sheikh, nataka madem free. Kijana alikuwa pale ninapofanya kazi, alikuwa ni askari, kwa mwaminifu sana, lakini ananiambia anipa story. Nataka madem free wewe. Madem free vipi? Asema ingia dini yetu. Mimi kila jioni niko huko. Dini yenu dini gani? Asema si na dini kula, ukaenda wewe jipandisha tu. Bwana. Kisha kila ukipendacho wewe kishika, mwambie bwana niotesha kwa wewe, lazima unipe leo. Asema apewa bila nini. Wewe tu mwambie bwana nikupa huyu. Sikiza Uislamu. Mungu wako ankutuma kuja kunipa mimi mtoto bila ya mume. Anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni, nitapataje mimba mimi ya kuzaa mtoto? Walam yamsasni basharun, sijaolewa, walam aku baghia, wala si malaya mimi. Moja katika mambo mawili, ni ama kuolewa au ni malaya.
sisi utabambanya, shekhe, na msichana nimepata naye mtoto, sasa mimi nataka kumuoa. Malaya. Si Qur'an. Maryam huyo, tena huyu ni wao. Walam yamsasni bashar anna yakunu li ghulam, mimi nitapataje mtoto? Walam yamsasni basharun, sijaolewa. Walam akubaghia, wala mimi si malaya. Qala, malaika akamjibu, kadhalik, hivyo ndivyo ilivyo. Qala rabbuki huwa alayya hayyinun, Mwenyezi Mungu asema kwake ni mambo mepesi sana. Walinaj'alahu aya, tunataka kumfanya mtoto huyu kuwa miujiza linasi, kwa watu, kwamba watu wakae na heshima zao. Nawaambia watu ujuzi hapa, tusikae sisi mababa kujiona sana, mtoto wangu huyu mtoto miaka 2000 tu hapa Mwenyezi Mungu amemleta mtoto bila ya mume hapa duniani. Kwa hivyo ile kupewa falyanzur al-insanu mimma khuliq, mwanadamu angalia ameumbwaje. Khuliqa min ma'in dafiq, ameumbwa kwa maji yanayoruka. Ndio min baini sulbi, baina ya misuli ya mama na taraib na manii ya baina ya manii ya mume na ya mke. Katika waandishi wa habari za mambo haya watuambia kwamba manii ya mume yanafanya mifupa na nini na nini, manii ya mama ndio yanaohusika na kutengeza nyama na damu na kadhalika. Kwa hivyo mna share mume katika mtoto mmoja, mume ana yake ni mifupa ile misingi na mama yake ni ile. Lakini Mwenyezi Mungu aweze kubadilisha, kwambia alayya hayyin, nimepesi haya kwangu. Siku zote tunajua mtoto mababa na mama, mpaka juzi miaka 2000 iliyopita huyu Nabii Allah Isa amekuja ni mtoto wa baba wa mama peke yake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akiwaona mwafanya jeuri, aweza kubadilisha watoto wa kike ukajibebea peke yao. Watu watakao na heshima sana na Mwenyezi Mungu. Tusikizane vizuri. Wakana amran maqdhiya, huo ndio mpango ulivyopangwa kwamba apatikane mtoto kwa mama peke yake. Fahamalatu, akabeba mimba hii mwanamke. Fahamalatu, akabeba mimba hii bibi Maryam, Nabii Isa huyo. Fantabadhat bihi makanan qasiya, pamoja na kwamba ameambiwa ni amri ya Mungu, pamoja ameambiwa walinaj'alahu aya, tunataka kumfanya mtoto huyu ni miujiza. Lakini dunia ni wangapi watakaojua kwamba hii ni miujiza? Wanione mimi nafanya kazi msikitini, babangu alikuwa mwanachuoni mkubwa, mzee wangu alinielea ni mzee Zakaria, ni mtume yuko. Leo naonekana mimi na kitumbo cha mimba, na mimi najulikana ni msikitini na ni sio tadhaniwa askari tu. Tusikizana. Kwa hivyo akakata shauri, mwana Maryam hawezi kukaa mtaani. Mwana mtoto maskuli kimetiwa mimba, kina pepa chenda kliniki wazi naye maana kinatapika atakuionyesha dunia yote kwamba yeye ameshonwa. Huyu mwanamke huyu ameambiwa na Mungu mimba hii lazima, lakini fantabadhat bihi makanan qasiya, akaondoka kwenda mbali zaidi, kwenda kujificha na macho ya watu. Lakini faajaaha al-makhadh, baada ya miezi 9 kufika, faajaaha al-makhadh, akapatikana na uchungu wa uzazi. Pamoja na kwamba yuwazaa mtume, lakini akapatikana na uchungu wa mzazi. Hamalatu ummuhu wahanan ala wahan, mimba zina dhiki. Basi hata aliyobebwa mtume Nabii Allah Isa ndiye mimba hii, lakini faajaaha al-makhadh, ikamshika mwanamke huyu uchungu wa uzazi. Ila jidhi'in nakhlati, akenda mpaka katika kigogo cha mtende jangwani. Hakuna clinic, hakuna nurse, hakuna daktari, hakuna chochote. Hivi ndivyo Nabii Isa alipokuja duniani. Mamake alipata taabu sana. Fa akhadhaha al-makhadh, uchungu wa uzazi ukampata. Ila jidhi'in nakhla, ukampelekea mpaka katika kigogo cha mtende, akaanguka pale. Tusikizana vizuri. Qalat,
akaiambia dunia Maryam, pamoja na kwamba ni amri ya Mungu, pamoja na kwamba mtoto atakiwa kuwa miujiza, pamoja na kwamba kutakiwa yote, lakini qalat, akaieleza dunia, ya laitani mitu qabla hadha, afadhali ningekufa kabla ya kumzaa mtoto huyu. Kuzaa mtoto bila ya baba, wallahi, pamoja na kwamba ni amri ya Mungu, lakini afadhali ningekufa. Wa kuntu nasiya mansia, ikawa Maryam hakutajwa duniani, hakuna mjuani. Mtoto huyu shekhe, mimi ninampata nje, najua madhake alikuwa tulikuwa tukifanya kazi pamoja, basi tukasikizana. Sasa ndio huyu, lakini sasa mimi nataka kumwoa shekhe, mtoto tumwiteje? Naweza kuchukua jina la babu yangu basi. Waman ya'shu an dhikri rrahman, atakayeishi bila ya visa hivi, nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin, ataishi na vijishetani. Wewe waona mashetani watakukubaga ukaanguka, ukapata kifafa, ukakosa. Shetani hataki ukose fahamu, ataka uwe na akili yako uandikiwe, kwa sababu ukosa fahamu uandikiwi. Yeye ataka kutie hivi hivi uzunguke na mabazi. Unaona harusi yafanyika, mara usikia kijisichana kinitokeza, msifunge harusi, mimi nina birthday na birth certificate ya mtoto wake huyo. So what? Iko na birth certificate ya mtoto wake, na wewe naye pia tafuta birth certificate pia na. Kwa hivi ni mambo visirani vikubwa sana. Faajaha al-makhadhu ila jidhi an-nakhla qalat ya laitani mitu qabla hadha. Maryam asema wallahi, hii ni miujiza, ameambiwa ni miujiza ambayo atakufanya, lakini kwa nini kupitia kwangu? Kwa nini asichaguliwe mtu mwingine? Ya laitani mitu qabla hadha, afadhali ingekufa kabla ya kumzaa mtoto huyu. Wa kuntu nasiyan mansia, mimi nikawa sikumbuki na dunia ikawa haikumbuki kisa hiki. Lakini wapi, fanadaha min tahtiha, amara sikia sauti chini yake huko, alla tahzani Maryam, don't worry, usikasirike Maryam, usihuzunike Maryam, usipate huzuni. Kad jaala rabbuki tahtaki saria, pesa sasa hivi unayotaka ni maji. Hapa ni jangwani, basi Mungu ampasua maji. Tahtaki saria, zunguka, akizunguka kuna kiji mto cha pita kipya. Tusikizana vizuri. Wahuzi ilaiki bijidhi an-nakhla, wacha kulegea, enuka utetemeshe mtende. Sikama basi umeshazaa, sasa ndio wakati mwanamke wetu amezaa, yuko hospitali, ndio wakati alikuwa na manikabu na mahijabu na nini, kwenda kuambiwa nzaa hospitali, kupiga mijititi wazi, kifua wazi, nini, ndio operation, mtoto atakanywa. Istiri huzi like bijidhi an-nakhla, enuka smart. Wewe usikia mtu anaanza kuzaa, aambiwe enuka utetemeshe mtende. Wewe unajua mtende? Simpera mtende, tetemesha mtende. Wataka kula Maryam, wewe haja yako ni maji, tushatimba yanapita. Sasa wewe wataka kula, huzi ilaiki bijidhi an-nakhla, tetemesha kidogo cha mtende. Wacha habari ya kujifungua uwe ndio kila balaa. Tusikizana vizuri. Juzi naletwa mtoto nyumbani, wazeti nyumbani, mtoto miaka 2.5. Na nyumbani weekend naletwa mtoto miaka 2.5. Shaka tumemleta umuadhinie. Ulikuwa wapi? Andiza kwa tabu, ajua nilikamuliwa, nilizanga tangu siku hiyo mpaka leo bado akamuliwa tu. Mtoto yuenda skuli huyo, ndio namuona shaka napata kisirani, anaamka akigutuka, basi ndio nimemleta umwadhinie. Wewe jua nani? Na ikumbuka. Hao ndio mama zetu hao. Aikumbuka adhani 5 times a day. Lakini nyimbo za kina Shabarangi na kina nani utafikiri yuwaziimba yeye. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wama hum bimu'minin. Hawataki Uislamu. Mtu asema adhani aikumbuka. Kwa hivi, kwa mara yangu ya kwanza katika maisha yangu tangu niwe
tangu sijawa mbarobaro mpaka sasa naitwa shekhe. Kuadhinia mtoto wa miaka 2.5 naanza juzi. Roho moja anambia wafukuze hawa, roho moja anambia si adabu ya Kiislamu, wao wasikosee na mimi nikakosea. Nikalishika bwana baba zima hivi nino, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Juzi visa vya huyo ni Muislamu Nairobi, na mtoto ni Juberi, ni mpewa jina la sahaba, na mamake naye pia jina la sahaba. Hivi ndivyo tabu tulionayo sasa hivi. Kwa hivi fanadaha min tahtiha la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Isa si Mungu, ni mtoto huyu amezaliwa, sote twasikia. Faajaaha almakhadh, alikuwa Mwenyezi Mungu aweza kumpa Maryam mimba. Baadhi ya wanavyuoni sema alichukua mimba one day. No, hakuchukua one day. Miezi 9 amekaa Maryam na mimba, kisichana kidogo miaka 13. Faajaaha almakhadh, hakuambia basi yako wewe kwa sababu utamzaa Isa, na kwa sababu tumemwambia sisi aingie itakuwa ni special case. Faajaaha almakhadh, akapata uchungu wa kuzaa jangwani, ila jidhi nakhla, mpaka kwenye gogo la mtende, akaenda akaanguka pale, hana namna tena. Katika kauli za wanavyuoni wengine wa tarehe ya Nabii Isa ni kwamba mamake alikuwa yuwakimbia. Yeye alikuwa ametoka akapata yule kijana, akapata mimba, akalea mimba yake kisirisiri. Ilipofika kwamba ajisikia kwamba siku za kuzaa, yuwatoka yuenda zake, atoka Falastini yuenda zake. Mambo haya akampata pale Baitlaham. Ndio sababu Nabii Isa akazaliwa pale. Maryam alikuwa yuwapita toka, labda ingefika Misri. Aona mimi kijijini siwezi kurudi, mimba imekuwa kubwa, kila akipita ndio yule bibi wa msikitini huyo. Ndio yule bibi wa msikitini ni huyo. Ndio yule mtoto alilelewa na mtume huyo. Ndiye huyo. Ile aibu akawa yuwatoka some miles from pale Baitul Muqaddas. Fajaa al-makhadh, sasa ikawa hakuna namna tena, uchungu wa kuzaa umekuja, iwakimbia, akaanguka pale Maryam. Sasa kama ilikuwa Isa ni mtume, ilikuwa kama Isa ni Mungu, tabu hii ya mamake kwa nini impate? Hata kusaidia vipi wewe mtu ambaye kumsaidia mamake? Ile alama ya kuwa nyinyi mwabudu ni msalaba. Msalaba wenyewe unchukua picha ya mtu ambaye taabani, ameshindwa kabisa, tangu amvuliwa. Yeye atakusaidia wewe vipi? Bwana yeye mwenyewe amfungwa pingu hivi, muona uchi, viatu hana, tuambiwa lala na bwana tu, mambo yatakuwa na sawa. Ni habari si kweli. Tusikizane, sikize Qur'ani. Huzi ilaiki bijidhi'in nakhla, tetemesha mtende, sio kukaa hapa la. Wafikiri Mungu alikuwa hawezi kuleta biskuti kutoka katika arshi? Jibril mpelekee yule mwanamke, mimi nilimwambia azayo. Alikuwa hawezi? Awambia huzi, tetemesha mtende. Wale ambao katika sisi hawajui mtende wakautafute leo wauone. Kutetemeshwa na mwanamke yule mtende. Shekhe aweza kutetemesha mtende? Ambiwa mtoto wa kike tena amezaa. Hii si dini ya kulegea, ni dini ya kukazana. Huzi ilaiki bijidhina. Hawakuambiwa malaika shuka mtundie zile tende, mpe Maryam kidogo kwa sababu umejifungua, tafuta thermos, mtilie maji ya moto kutoka katika arshi mletee. Huzi ilaiki bijidhina nakhla. Sasa ikiwa Mungu amwambia Maryam, alimwambia zaa mtume, kazi ni hiyo. Wewe mtoto wa kiume ambaye unkaa idha tathaaba ahadukum, mtume apendi kusikia ile zoona watu wana mfakhri, mtu kaja yuenda miaya wajipanua. Mtume akwambia ikiwa yuenda miaya weka mkono bali. Shetani ndiye ambaye apenda kusikia hiyo sauti. Maana ajua hili likenda miayo litalala sasa hivi, na tutaka lilale lizubae. Huko Qur'ani akwambia ya ayuhal mudaththir qum. Qur'ani akwambia ulijifunika inuka. Lakini idha tathaba ahadukum falyadha yadahu ala fihi fa inna ash-shaytana yadhaku minhu. Ukiona mtu
huwa shetani amekaa pahali you enjoy nampata. Sawa sawa, endelea. Ukifanya zile 6 don't. Kwa hivi fakuli wahuzi ilaiki bijidhi an-nakhla, tetemesha kigogo cha mtende, tusaqit alayki rutaban jania, zitakuangukia zile tende nzuri. Fakuli, kula vizuri mama, washrabi, kunywa vizuri, waqarri aina, don't worry, tuliza roho yako, usiwe na wasiwasi. Pia mimi hawa watu Mwenyezi Mungu amwambia subhanahu wa ta'ala, fa imma tarayinna min albashari ahada. Twajua wasiwasi wako Maryam ni kwamba mimi nitawaambia vipi waandishi wa habari, nitawaeleza vipi watu mimba hii, nitawaeleza vipi watu wanikubali. Basi fa imma tarayinna min albashari ahada, kwenda pengine ukaonana na wanadamu mtu yoyote, fakuli, utakayemuona mwambie, inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi leo ninaweka nadhiri ya kufunga, falan ukallima alyawma insiya, sisemi na mtu leo. Bibi wewe unzaa, usikimbie, rudi nyumbani, beba mtoto wako, rudi nyumbani. Kule si twajua wasiwasi wako, utaonana na watu. Ukionana na watu, waambie watu leo mimi ninaweka nadhiri, sisemi. So kuna somo kufunga kutokula, kuna somo kufunga kutosema. Sasa hii ilikuwa waambie watu mimi leo nimeweka nadhiri, falan ukallima alyawma insiya, sisemi na yoyote leo. Waandishi wa habari waona mara nyingine au hatuoni jamaa wakilekezwa microphone asema, usemaje Sheikh Abu Sufyan jamaa? No comment. No comments. Waambie watu hivyo leo, hakuna, mimi siongei na watu. Sikiza Mungu anapotuongoza Sheikh. Mungu huyo ambiwa Maryam, waandishi wa habari wakija waambie huna la kusema leo. Mimi leo ninafunga, sisemi. Mdomo wangu unaona. Tusikizana vizuri? Wacha tukimalize kikisa na falan ukallima alyawma insiya faatat bihi qaumaha tahmiluhu, akaingia mjini sasa na mtoto wake amembeba. Nani huyo? Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam. Faatat bihi qaumaha tahmiluhu, akaingia kijijini sasa na huku ana mtoto wake amembeba. Qalu, kweli waandishi wa habari hawakumwacha. Qalu, jamaa, surati Maryam hii kaipitieni nyumbani muisome tena, sura ya 19. Qalu, waandishi wa habari wamwambia, ya Maryam, Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya, leo unleta mambo kweli. Maryam, wewe mwana wa msikitini, mwana wa shekhe, ulewa na Nabii Zakaria, paja na mimba hii, si tuliona mtumbo tulabuda na gesi, kumbe unzaa kweli. Laqad ji'ti shay'an fariya, leo mkuja na mambo. Tusione ni sisi tu, mitihani iko bali. Wallahi Maryam asema afadhali ningekufa, asema afadhali ningekufa kuliko kuzaa mtoto bila ya baba. Ya ukhta Harun, wewe ndugu yake Harun. Hapa kuna fikra za wanavyuoni tofauti. Ya ukhta Harun wakarifaa kwa babu yake Harun, ndugu yake Isa, na Maryam kizazi chake yeye ni mjukuu wa Nabii Allah Harun, au ni jamaa yake Nabii Allah Harun, Muisraeli huyo. Tusikizana vizuri. Au ya ukhta Harun ni kwamba yeye alikuwa na ndugu yake akiitwa Harun ambaye alikuwa ni mtu wa dini sana. Sasa mara nyingi ukifanya mambo ya makosa watu hurifaa kwa yule mtu mwema kwenu. Wewe bwana, babako fulani bi fulani bwana, babako tumjua Abu Sufyan afanya kazi msikitini bwana, si twajua bwana baba yako ni shekhe bwana, babako ni wewe afanya mambo haya. Ndio hii ya ukhta Harun, hata wewe ndugu yake Harun, ma kana abuki mraa sawi, babako tumjua sisi hakuwa mtu mbaya, wa ma kana tumuki baghia, mamako hakuwa malaya. Unamtoa wapi mtoto bila baba? Wasikia vitu hivyo, na Mungu amfita habari. Mwenyezi Mungu hakuiambia mbingu semani kwa Mariamu nilisemamia tiwe mimba,
Semani mbingu kwamba Mariamu nilisema mimi achukue mimba bila Mungu. Mungu anyamaza kimya, akitaka kuleta mtihani wake. Atizama, utabeba hubebi, dunia inyamaza kimya. Mwenyezi Mungu amenyamaza kimya subhanahu wa ta'ala. Kwa hivi, wama kana ummuki baghia, mamako hakuwa malaya wewe. Alikufundisha mambo ya kuzaa bila ya mume nani? Tusikizana vizuri. Fa asharat ilayhi, wallahi amechoka, hana la kufanya. Fa asharat ilayhi, akawaambia waandishi wa habari, si amembeba, ameambiwa siseme na Mungu. Mungu amwambia usiongee na mtu. Kwa hivi fa asharat ilayhi, kabidi atoe ishara. Tusikizana, asikiza jawabu sasa. Qalu, waandishi wa habari wamwambia, qalu, wakasema jamaa, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia. Sasa mbona watufanya watoto? Tutazungumzaje na mtoto mchanga sisi? Si tukuuliza wewe, tulekeza kwa mtoto. Tuambie kisa cha mtoto huo unampata wapi? Fa asharat ilayhi, akawa yuelekeza kidole kwa mtoto wake. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia. Maryam, hebu tueleze. Someni Qur'ani, tusichukue Qur'ani tukai. Kule kwetu zamani ilikuwa watu wakiangalia maneno kufanana ikapigwa amba lam yakun alladhina kafaru. Ukifika lam yakun utaleta kuni chioni, uchumi huo. Sabih isma, utaleta ugali. Sichukue hivi, Qur'ani na visa vizuri sana. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia, tutazungumza vipi na mtoto mchanga sisi? Qala inni Abdullah. Sasa Nabii Allah Isa yuwasema the first day, qala inni Abdullah, mimi